Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamsi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya mapacha. Kuacha kitu kwa hasira. Kuhisi kusalitiwa. Kuishiwa na pesa kwenye akaunti yako. Kuzuiliwa kufanya kazi au kitu. Kujuta kuchukua mkopo kutokana hakuna faida ulioipata. Zaidi ya matatizo kuongezeka. Kupata sononeko la moyo. Lawama. Kujigonga kwenye ukuta, kujibana na kitu, kupotelewa na kitu chako sehemu ya watu wengi, kukosa hamu ya kula, kujihisi uchovu na kutamani kulala muda wote, taarifa ya kuitwa mama au baba iko njiani. Nyota ya ndoo. Kuhisi ulikosea kufanya maamuzi kwa haraka. Umekubali kitu lakini moyo wako bado hautaki. Kusingiziwa kitu ambacho hutopendezewa nacho. Kumuulizia mtu uwepo wake. Baadhi watakuwa na hali ya utulivu na masikizano. Kuacha kumfikiria mtu vibaya. Kulala kwa mawazo. Nyota ya mizani. Kukosa raha umuonapo mtu. Kusita kuomba kitu. Utakuwa mwenye utulivu. Kujihami pia. Kujua mtu anajua unachokifikiria. Kutokana na maswali anayokuuliza. Mipango maalumu ya kujenga kimaisha. Kipato kuonekana na kufanya mambo yenye umuhimu. Kutatua tatizo. Furaha kwa baadhi yenu. Utakuwa mwenye uangalizi na umakini wa kitu. Wengine kuwa mbali na familia zao na kuwakumbuka mara kwa mara. Kwa mnaopitia majaribu, Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi. Usichoke kuomba, utajibiwa kwa wakati sahihi. Nyota ya nge. Kumhangaikia mtu. Kupatiwa oda ya bidhaa. Kutoa pole kwa mtu. Kuomboleza. Kubadili maamuzi. Kupata wasiwasi kwa mtu. Kuibiwa kwa mfugo wako. Utapokea taarifa yenye heri. Afya ya mtu kuimarika baada ya kutoka kwenye maradhi. Kupata ujasiri wa kuongea na mtu. Kuhusudiwa kwako kwa ubaya kuna kufanya kukurudisha nyuma. Ila ukweli ni kwamba, wewe ni mti wenye matunda. Hivyo usiogope kupigwa mawe. Tena ni mti wenye matunda mazuri. Misimamo yako uliyoiweka mwanzo ilikuwa ni sahihi. Na unachokifanya ni sahihi pia. Jifunze kuwa bora zaidi. Nyota ya kaa. Kupewa tahadhari. Kulichunguza jambo. Kufanya masihara au mzaha kwa mtu. Watu kujisafisha kwako. Kuelimisha. Kumtetea mtu. Kusamehe. Kumbadilisha mtu kimwenendo. Kuogopwa. Jiandae kuipokea heshima kubwa mbele yako. Nyota ya samaki. Ukimya wa mtu kukupa mashaka. Kumjaribu mtu kwa kumtafuta kila wakati. Kutokubaliana na ukweli. Mwili wako kusumbuliwa na maradhi ambayo hujapata utibabu nayo. Kukopa. Kusikitishwa na maneno au masimango. Kuua nyoka. Kuona nyoka wa rangi ya kijani. Kukatika kwa kiatu safarini. Kusononeka kwako si njia ya kuweza kutatua matatizo yako. Punguza kujilaumu. Mtu atafuta namba yako leo. Kiheshimu kinachokupa faida. Hiyo itakufanya uwe bora. Jiandae kupokea taarifa yenye kukushtua, ila ina furaha ndani yake. Kupata msaada wa kweli. Nyota ya ng'ombe. Kuona wazi mtu anakuchukia bila kumkosea. Kutojiamini katika sehemu uliyofikia. Unahisi muda wowote unaweza kutolewa au kushindwa kuendelea. Moyo kuuma na kuhisi machungu. Kila ukihitaji kufika mbali unahisi kukatishwa. Kushinda ndani kwa muda mrefu. Kuonekana unajitenga. Kuchoka. Kung'atwa na mdudu. Kilio cha maumivu yako kinaendea kumpata mtu aliyesababisha. Yaani kile kibaya ulichokusudiwa na kukupa maumivu kinarudi kilipotoka. Upole wako na ukimya wako mtu huvutiwa nao. Kukaa kwako kimya ni tishio kwa maadui, kwa kuwa hawajui kipi unadhamiria kwao. Baadhi jiandaeni kupokea zawadi kutoka kwenye miongozo yenu. Nyota ya mashuke. Kitu kuharibika. Utapatwa na hasira kwa hilo. Mtu kukufanyia uharibifu. Kubadili mtindo wa kitu kwa ubunifu wako. Kuchukizana na mtu. Maumivu ya kwenye mbavu yatajirudi tena. Hongera mashuke. Kwa uvumilivu na imani. Jiandae kupokea unachostahili.
Ondoa shaka mpendwa, utanufaika kwa vingi. Nyota ya mbuzi. Kufanya kazi kwa muda mrefu. Kutimiza jambo ulilotaka kulifanya kwa mtu. Kusitisha maandalizi ya kitu. Kuongea ukiwa usingizini. Kupunguza kuwaambia watu taarifa zako. Usumbufu wa mtu kuisha kwa haraka. Nyota ya mshale. Kuigwa kwa kitu unachokifanya. Kuweka akiba ya kipato. Heri inakuja kwako mwezi ujao. Adui yako amekudhamiria. Jihadhari na makosano yoyote. Kukanyaga kitu kibaya. Kupata ukungu machoni au kutoona vizuri. Jicho kucheza au kuwasha. Nyota ya punda. Kujizuia kufanya kitu. Kutotaka kuonekana ni mkorofi. Kwa baadhi wataboeka asubuhi hii. Kupata furaha kwa kukipata ulichokuwa unakitamani. Ujasiri wako ndio uliokufanya uwepo hapo ulipo. Utaacha kumfikiria mtu. Nyota ya simba. Mtu kukushindwa kwa hoja zako. Jiepushe na mabishano yasiyokuwa na maana. Kwani itapelekea kuishusha heshima yako. Nguvu ya asili yako inatawala sasa. Japokuwa utajihisi mwili ni mzito. Wengineo watajihisi ni wenye nguvu. Kwa baadhi kukata tamaa na kuchoka. Kujihisi kushindwa kabisa. Wewe ni jasiri na ni mshindi pia. Usiwe kinyonge, tafuta njia kujikomboa ili uwe huru. Baadhi yenu kuanzia leo mpaka siku 3 zijazo, mtapokea pesa msizozitarajia. Utabiri huu ni kutoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata WhatsApp kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.